hii. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Karibu sana mtazamaji wetu katika makala maalum ya wasifu wa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Katika ulimwengu wa muziki wa Injili, kila sauti hubeba ujumbe wa matumaini, imani na wokovu. Leo tunamulika simulizi ya mwanamke mwenye moyo wa ibada aliyejitoa kwa dhati kuitumikia Injili kupitia sauti yake ya kipekee. Kutoka jiji la Mbeya hadi mkoani Tabora, amesimama kama taa inayowaka katika giza la changamoto, akiimba si kwa umaarufu bali kwa huduma. Huyu si mwingine bali ni Rupi Daniel Kasupa, mwimbaji wa nyimbo za Injili, mwalimu kwa taaluma na mtumishi wa kanisa. Utasikia historia yake iliyojaa mafunzo, imani na ushuhuda wa kweli. Karibu uambatane nami mwanzo hadi mwisho wa wasifu huu. Safari ya muziki wa Injili kwa Rupi ilianza miaka michache iliyopita, akiitikia wito wa kipekee wa kumtumikia Mungu kupitia uimbaji, akihamasishwa na mazingira ya kiroho aliyokulia nayo pamoja na msukumo kutoka kwa viongozi wa kiimani. Aliamua kujitosa rasmi katika huduma hii takatifu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Rupi Daniel Kasupa, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, solo artist, lakini wakati mwingine naimba katika uimbaji wa kwaya. Nilianza huduma yangu ya uimbaji niseme toka ninakuwa, tangu nikiwa Sunday school. Wazazi wangu walinizoesha kuimba nikiwa bado sijaokoka, niwe kwenye dini, lakini baadaye nilivyoendelea kukua na kuongezeka, nikaona kipawa cha uimbaji kaendelea kukua ndani yangu. Kwa hata nilipokuwa nasoma primary, secondary, niweza hata kwanza kutunga nyimbo. Lakini rasmi album yangu ya kwanza nimetoa mwaka 2018 ambayo ilikuwa na nyimbo 6 audio, ndio nika kwa jina la Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu, nikiwa mkoani Morogoro. Lakini kwa neema Mwenyezi Mungu pia mwaka huu niliweza kutoa video moja ambayo inasema Njoni muone au Ndanji mulole kwa lugha ya Kifipa. Wimbo ambao umeimbwa kama lugha 7 ndani yake, ikiwa Kifipa, Kisukuma, Kinyakyusa, Kiwemba pia cha Zambia pamoja na makabila mengine. Katika mazungumzo naye, Rupi anasema watu wengi hukimbilia muziki wa Injili kwa sababu mbalimbali, lakini kwake yeye ni huduma ya moyo. Anajivunia kuona nyimbo zake zikiwafariji na kuwainua kiroho wale wanaozisikiliza. Moja, yamenipa exposure kubwa. Yamenipa kujifahamiana na watu, makundi mbalimbali ya watu, ndani na nje ya nchi. Lakini sana sana katika Tanzania, kwa mfano nilipokuwa Morogoro, nilikuwa katika kundi la waimbaji wa nyimbo za Injili kwa Morogoro. Lakini Mbeya pia, wakati mwingine amekuwa kiniita kwenye matamasha mkoani Mbeya, niko kwenye umoja wa waimbaji wa mkoa Mbeya. Kwa hiyo cha kwanza ninaona hii exposure imekuwa kubwa kupitia wao, lakini pia hata huduma yangu ya kuhubiri, kwa sababu pia wakati mwingine huwa nahubiri, nafundisha na alikwa kwa ajili ya mikutano, huwa inanisaidia zile nyimbo. Hiyo wakati natoa hizo nyimbo nilikuwa natoa tu kwamba zinisaidie ninapoenda kwenye mkutano wa Injili niweze pia, kwa sababu kuna vitu nakuta Mungu anazungumza kupitia nyimbo.
lakini baadaye kuta kumbe zile nyimbo watu wanazipenda, zinawagusa, wananipigia simu niende pia katika matamasha yao au niende pia katika mikutano. Kwa hiyo nimemwona Mungu katika hilo. Lakini kama ilivyo kwa wapendwa wengine wanaoanza safari ya huduma, changamoto hazikosekani. Miongoni mwa changamoto kubwa alizokumbana nazo ni changamoto za kiuchumi ambazo zilijitokeza hasa katika hatua za kurekodi nyimbo. Hivyo basi, Rupi anasema kwa imani na uvumilivu ameendelea kusonga mbele akimtegemea Mungu kwa kila hatua. Mimi ni mwalimu professional, nafundisha kwa sasa hivi, nafundisha taasisi binafsi. Unakuta muda wangu unakuwa ni finyu sana, lakini ule muda mchache nao upata basi naweza kutumia kwa kutunga nyimbo, wakati mwingine kuomba, wakati mwingine kwenda kutumika katika maeneo yale ambayo watu wakinihitaji. Changamoto kubwa ndio hiyo. Lakini changamoto ya pili, changamoto ya uchumi, pesa. Kwa sababu kuna mahali pengine kweli unahitaji kwenda, hata unakuhitaji, unahitaji nauli. Sio wakati wote kwamba unakuwa na hela, bado mtu hauna huduma zetu bado ni ndogo, ni changa. Haujua kwamba na miradi mikubwa ambayo inaweza kama unatoa hapa unapeleka unaenda. Kuna wakati mwingine unakosa. Unatakiwa kwenda kijijini au unatakiwa pengine mimi niko Nzega, nataka kwenda Kigoma. Natakiwa niwe na nauli, niwe na mahitaji mengine ya kwenda huko kunifikisha huko na kadhalika. Lakini kwa wakati mwingine utashindwa kwenda kufika kule kwa sababu umekosa nauli. Umekosa na wakati mwingine unatamani utoe video yako. Nilitamani pengine albamu yote mimi ningekuwa nimeshatoa video. Lakini mpaka sasa hivi ndo nimetoa moja. Na hata hii niliyotoa naona ni ndogo. Zipo nyimbo nyingine nzuri ambazo hata mimi nikiimba pia wakati mwingine naona nafarijika, ambazo watu zingewafikia, lakini bado sijatoa. Hadi sasa Rupi amefanikiwa kurekodi nyimbo saba za audio na anaendelea kuweka malengo ya kurekodi nyimbo nyingine nyingi zaidi kwa ajili ya kuwahudumia watu kiroho. Matarajio yangu, mimi nimestopisha kwanza kurekodi audio, nataka kwanza niweke nguvu kwenye video, angalau tuwe video. Lakini pia natamani sana live recording. Kama Mungu akinipa neema nyingine ya kupata hiyo nafasi, kwa sababu live recording inahitaji vyombo vikubwa, inahitaji mtaji mkubwa kuliko hata kwenda kutoa kanda, kutoa wimbo mmoja. Umeona, ambao wa binafsi. Akijitambulisha kama mwimbaji mchanga katika tasnia ya Injili, Rupi anasisitiza kuwa bado ana kiu ya kujifunza kutoka kwa waimbaji waliomtangulia ndani na nje ya nchi. Natamani simfukwe, Rema simfukwe, na napenda mimi ni mpenzi au ni mdau wa nyimbo za kuabudu. Inawezekana nimeathiriwa na jina langu. Jina langu mimi Rupi kwa kilugha manake abudu, sujudu, yani kule kumshukuru Mungu au mtu mpaka unagaragara chini. Kwa nakuta nyimbo zangu nyingi zimekaa katika hali ya kuabudu. Kwa hiyo huwa napenda sana mtu ambaye mwimbaji ambaye anaimba katika hali ya kuabudu, huwa ananifikisha mbali kuliko zile za shangwe sana. Kwa hiyo Rema simfukwe natamani kufanya naye, lakini hata Rose Muhando huwa napenda mashairi yake kwa sababu asilimia kubwa anatoa kwenye Biblia. Ningeimba pamoja nao, nadhani wangenivuta na mimi nifike kiwango fulani na ninatamani. Kwa hiyo naomba watukumbuke sisi waimbaji wadogo au tunaochipukia ambao hatujafika viwango vya kwao. Natamani kama watakaposikia clip yangu au haya maongezi yangu wajue kwamba kuna mtu anaitwa Rupi Kasupa, anabarikiwa na huduma yao na natamani pia kufanya nao. Lakini mwimbaji wa kiume naitamani Zoravo. Kama akinisikia na yeye niko na barikiwa na nyimbo zake, na hata na watu wanaoshirikiana nao, kwa mfano wa jirani wa Jisikati hapo jirani na Elia Mtishibi, nyimbo ambazo zina. Zaidi ya kuwa mwimbaji, Rupi pia ni mwalimu kwa taaluma na mwanakwaya anayehudumu kikamilifu katika kanisa la TAG Nzega City. Anaeleza kuwa usimamizi wa majukumu yote hayo ni changamoto ya kudai nidhamu na kupanga muda vizuri. Mahali ninapokuwepo inategemea sasa. Kwa mfano kama hapa Nzega sasa hivi siimbi kwaya. Nimesema Nzega ni mgeni kidogo na mwaka kama 1.5. Kwa ratiba ya hapa kwa kweli kwaya siimbi. Naweza kuimba peke yangu, lakini katika maeneo mengine kama Morogoro, nikiwa Mbeya, nikiwa Sumbawanga, nilikuwa naweza kuimba kwaya
na kuimba pia kulingana na mazingira ya kazi niliyokuwa nayo. Haya ya sasa hivi yanabana kidogo, kwa hiyo hapa Sava Choir nimetulia kwanza. Katika maisha yake, Rupi anakumbuka kuwa yapo matukio ambayo yalitikisa moyo wake, mazuri na mabaya, lakini yalimkomaza kiimani na kimtazamo. Anasema amejifunza kuwa maisha ya huduma yanahitaji ujasiri, uvumilivu na moyo wa kutokuangalia nyuma. Wakati nasoma chuo kikuu na wakati nilikuwa nasikia, yani tuseme ilikuwa ni vita ya kiroho. Nilikuwa nasikia sauti inaniambia, wewe unatakiwa kufa. Anza kuaga ndugu zako, unatakiwa kufa. Sasa nikiomba nakuta ile sauti inajirudia. Nakemea hivyo hivyo. Inaondoka, inarudi tena. Na baadaye kuna mtu akaniambia, mtumishi, mimi nimeota ndoto, nimeona jeneza limefunikwa bendera ya taifa. Nikauliza nani? Wakasema ni Rupi. Nikashtuka. Kwa hiyo mtumishi, naomba tu uombe katika hilo. Na huku nasikia ile sauti inaniambia unatakiwa kufa, uanze kugawa vitu kwa ndugu zako na kadhalika. Mimi nikakataa, nikaendelea kuomba kwamba sitakufa bali nitaishi. Nitasemea mtendo kwa Bwana. Nikienda kwenye maombi namwambia Mungu, uliniahidi kitu fulani na kitu fulani. Mbona hakijatimia? Sidhani kama ni wakati sahihi. Kwa hiyo baadaye ile sauti ikapotea na nikaendelea kuishi. Hapo ilikuwa ni mwaka 2010. Kwa hiyo nikakataa. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi ninaishi, nikagundua kwamba alikuwa ni adui. Kuna wakati anapotaka Mungu anataka kuficha kwenye kazi fulani, shetani anaweka vipingamizi au hofu ili useme kwamba sasa mwisho wangu umeishia hapo. Hilo ni jambo moja hapa ambalo kama ilivyo kwa waimbaji wengi wa Injili, lengo kuu lake ni kumtangaza Kristo, si kwa maneno tu, bali kupitia nyimbo zenye ujumbe wa matumaini, toba na upendo wa Mungu. Kupitia hii huduma mimi Mungu amenitoa mbali. Nilikuwa yatima tangu ninasoma. Nikiwa mdogo wazazi wangu waliniacha. Natamani Mungu anapoendelea kuikuza hii huduma niweze kugusa na maisha ya watu, niweze kugusa na yatima wengine. Mpaka sasa hivi kweli kuna mayatima ambao nimeweza kuwasomesha, lakini sio wengi. Natamani Mungu akinipa neema, huduma ikikua, niweze kuwa na kituo cha watoto yatima ambao naweza nikaa na wahudumia, naweza nikaa na wasaidia katika maeneo hayo ili kuwafikia. Kwa sababu najua wapo wengine ambao wanashindwa kufika kwenye ndoto zao kwa sababu ya changamoto za kufiwa kwa mtu. Kwa sasa Rupi anawaomba wapendwa na mashabiki wa muziki wa Injili kuendelea kumuunga mkono kwa maombi, ushauri na hata msaada wa hali na mali ili aweze kutimiza malengo ya huduma yake. Nyimbo zangu zote natunga mimi na namshukuru Mungu kwa neema yake. Hata hizo sauti zangu zote natoa, sauti zote ni mimi mwenyewe naimba. Kwa hiyo naingiza sauti zote. Lakini mimi mwenyewe natunga kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama nilivyosema kwamba wakati nyingine napata nikiwa nimelala. Napata kwa usingizini na nikiamka na rekodi kwenye simu kwa sasa hivi, alafu naandika. Kwa ninapoendelea kuimba na uboresha na kuongeza na kwenda studio pia wanakusaidia kurekebisha baadhi ya vipengele. Aidha, anatoa wito kwa waimbaji wenzake na wale wanaotamani kuingia katika huduma ya uimbaji kuwa na moyo wa ushirikiano na upendo. Anaonya dhidi ya uhasama na malumbano yasiyo ya lazima, akisema hayana faida. Tushirikiane, tupendane na tumpe Mungu nafasi ya kutukuzwa kupitia vipawa vyetu. Tutegemee Mungu. Tukae kwenye msingi wa neno la Mungu. Mungu hawezi kutuacha. Shida inakuja pale tunapotoka kwenye mstari, tunaingiza matakwa yetu, tunamsahau Mungu. Lakini naamini Mungu tukimshikilia hataweza kutuacha. Unaweza ukashangaa kwamba kwa nini mimi nilikuwa sijarekodi nyimbo muda mrefu. Wakati nimesema nimeanza kuimba muda mrefu. Kati ya vitu vilivyokuwa vinanikatisha tamaa ni zile skendo au zile shuhuda za wale waimbaji waliopita, alafu wakaangukia upande mwingine, zilikuwa zinanikatisha tamaa kwamba pengine na mimi nikifanya hivi labda itakuwa hivi. Kwa hiyo nikaa na delay kwanza kutoa, lakini baadaye kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani yangu na watu wanahitaji kupata kufundishwa au kuhubiriwa na mimi, kile kicho ndani yangu ngoja nitoe. Kwa hiyo mimi nataka niongee na waimbaji kwamba tukae kwa Mungu, tusigeuke kwa namna yote, tukae katika neno la Mungu. Mungu hatatuacha, atatubariki katika mlengo huu, kwa sababu Mungu yeye ndiye baraka zote. Amesema mbingu ni zake na nchi ni zake na vitu vijazavyo ni mali ya Bwana.
atatubariki. Tuamini hivyo. Hamna haja ya kwenda kutafuta ganga, hamna haja ya kwenda kutafuta mafanikio nje ya Mungu. Mungu anaweza kubariki. Kama ametutoa kwenye sifuri akatufikisha hapa, atatufikisha na pale tunapotarajia kufika. Danji mulole mwe, danji mulole, danji mulole mwe, vino Yesu azipa. Katika ulimwengu unaokumbwa na kelele nyingi na mashaka ya kila siku, sauti ya mwanamke mmoja imekuwa kimbilio kwa wengi. Rupi Daniel Kasupa si jina tu, bali ni ishara ya kujitoa, imani na upendo wa shule kwa Mungu. Kwa kutoa muda wake, maisha yake na sauti yake, Rupi amefanya huduma ya mziki wa Injili kuwa njia ya kuwagusa waliovunjika moyo, waliokata tamaa na wale wanaotafuta tumaini jipya. Kwa kweli maisha yangu yamebadilika. Ndio maana hata wimbo wangu ambao mmoja hapo ambao umerekodiwa leo kanisani ndio Danji Mulole au Njoni Muone. Nikiwa na maana njoni muone Mungu alivyo mwema. Mungu amenibadilisha. Laiti ningekuwa tunarudisha picha miaka 10 nyuma huko, jinsi nilivyokuwa na sasa hivi nilivyo ni tofauti kabisa. Wapo waliosema kwamba hatafika mbali, wapo waliosema kwamba hatasoma, wapo waliosema kwamba hataolewa, wapo waliosema kwamba hatafika pale. Lakini nimemwona Mungu kuna mahali ananifikisha, kuna mahali ananipeleka. Kwa hiyo ninawahamasisha au napenda niongee na wanawake wenzangu au mabinti kwamba waje kwa Yesu, waone alivyo mwema, ahadi zake ni amini na kweli. Kwa mfano wimbo wangu uliobeba albamu ile ya kwanza ya Njoo kwa Yesu inasema Mungu wetu hashindwi, yeye ni mwaminifu, ahadi zake ni kweli, zadumu milele. Nilichokigundua katika huduma ya uimbaji, Mungu zile ahadi zake alizoahidi katika maandiko anazitimiza. Isipokuwa sisi wanadamu tunataka atimize siku tunavyotaka, lakini Mungu anatimiza. Kwa hiyo mimi nimeona maisha yangu yanaendelea kubadilika siku baada ya siku. Katika changamoto na mafanikio ameendelea kusimama imara, si kwa nguvu zake, bali kwa neema ya Mungu. Akiwa mwalimu kwa taaluma na mwimbaji kwa wito, anawakilisha kizazi kipya cha waimbaji wa Injili wanaoamini kuwa mziki ni zaidi ya burudani, ni huduma. Tumuombe, tumuunge mkono na tuendelee kujifunza kutoka kwake, kuwa na moyo wa kujitoa bila masharti kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mimi napatikana YouTube kwa jina la Rupi Kasupa, ingawa na nyimbo chache kama 3 nilizokuwa nimetupia huko. Rupi Kasupa, lakini Insta pia Rupi Kasupa, ila sijaweka wimbo hata mmoja. Namba zangu za simu ni 0764 511 668. Nirudie tena 0764 511 668. Karibu sana kwa mialiko, niko tayari. Nikiwa nina nauli nitakuja kwenye mkutano na nitajirudisha, lakini pia nikiwa sina nitakwambia uwazi kwamba labda wakati huu sina nauli, kama unaweza kanisapoti nitakuja. Unaweza kuwasiliana naye kwa namba hizo alizozitaja. Kufikia hapa tumefika mwisho wa makala yetu kwa siku ya leo. Asante sana wewe ulioungana nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Tunathamini sana muda wako na tunakuombea baraka tele kutoka kwa Mungu. Mtayarishaji Emmanuel Makuliga, mpiga picha Hansi Anset na mrusha matangazo ni Venitha Salvatori. Ikiwa umepitwa na makala hii, unaweza kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram @tumsifumungu, Facebook @tumsifumungu, YouTube @tumsifumungu. Mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana ziwe nawe. Isaga mukete unokiala nono. Danji mulole mwe, danji mulole, danji mulole mwe, vino Yesu aziba.
maishani mwangu. Anaweza Baba, ametenda mema, amenipa kazi, amenipa mume, amenipa watoto kwa neema yake. Anaweza kuinua, anaweza Baba, njoni muone yeye alivyo mwema. Amekuwa mwema maishani mwangu, amekuwa mwema maishani mwetu. Njoni muone, njoni muone, njoni muone Yesu alivyo mwema. Amenipa afya, ameniponya magonjwa. Njoni muone Yesu ni mwema kwangu. Njoni muone, njoni muone, njoni muone Yesu alivyo mwema. Mwize mubone, mwize mubone, mwize mubone Katonda ali mulungi. Tanji mulole mwe, tanji mulole, tanji mulole mwe Vino Yesu aziba. He's done wonderful, he's done marvelous. Come and see my friend, how God is good. Tanji mulole mwe, tanji mulole, tanji mulole mwe Vino Yesu aziba. Zogui mulole, zogui mulole, zogui mulole, omoseba wawiza. Njoni muone, njoni muone, njoni muone Yesu alivyo mwema. Mwize mubone, mwize mubone, mwize mubone Katonda ali mulungi. Njoni muone, njoni muone, njoni muone Yesu alivyo mwema. Ingo mulabe, ingo mulabe, ingo mulabe Manakadi walisore. Njoni muone, njoni muone, njoni muone Yesu alivyo mwema. Isaga wajua, isaga watata, isaga walindwana Kiala nunu kumyangu. Usikose kutazama